Hatupaswi kamwe kusahau kwamba Mungu anafanya kazi katika harakati za historia. Historia ni hadithi yake, na Mungu anaongoza nguvu za dunia na mataifa binafsi kwa njia yake ya ajabu ili kutimiza kusudi lake kwa ajili ya jamii ya binadamu na kwa sayari ya dunia. Lakini sikiliza, Mungu hana nia tu kwa wale wenye nguvu na mamlaka. Ana nia sawa kwa watu wa kawaida kama wewe na mimi. Sasa hapa katika sura ya 8 ya kitabu cha Wafalme wa Pili tunapewa mandhari matatu tofauti katika historia ya watu waliochaguliwa na Mungu. Mandhari ya kwanza inahusiana na mwanamke ambaye mwanawe Elisha alimfufua kwa miujiza kutoka kwa wafu. Sasa tunapofika kwenye sura hii, hakuna kutajwa kwa mume wake hapa, jambo ambalo linaashiria kwamba huenda alikuwa amekufa wakati huo. Lakini Elisha alimwambia, kama tunavyopewa hapa katika aya ya 1, ujumbe huu: inuka na ondoka na nyumba yako na ukae popote unavyoweza, kwa maana Bwana ameitisha njaa na itakuja juu ya nchi kwa miaka 7. Na alitii mara moja ujumbe wa nabii. Lakini sasa miaka 7 baadaye tunagundua kwamba njaa hii imeisha. Mwanamke amerudi kwenye makazi yake tu kugundua kwamba mtu mwingine amehamia na kimsingi kuchukua mali. Kwa hiyo anamwomba Mfalme Yehoramu na anajibu kwake hapa katika aya ya 6. Mfalme alimteua afisa kwa ajili yake akisema, rudisha vyote vilivyokuwa vyake pamoja na mazao yote ya mashamba tangu siku alipoondoka katika nchi hadi sasa. Sasa lazima nikuulize, ni nini kingemfanya mfalme mwovu, mwana wa Ahabu, kuwa na huruma kwa mjane ambaye kweli hawezi kufanya chochote kwa ajili ya ufalme wake kwa kurudi? Kweli tunaambiwa hapa katika aya ya 4 na 5 kwamba anapofika kwenye ikulu, mtumishi wa zamani wa Elisha, Gehazi, anamsimulia mfalme mambo yote makuu ambayo Elisha amefanya. Kwa hiyo angalia muda wa mazungumzo haya hapa katika aya ya 5. Na alipokuwa akimwambia mfalme jinsi Elisha alivyomfufua aliyekufa, tazama, mwanamke ambaye mwanawe alifufuliwa alimwomba mfalme kuhusu nyumba yake na ardhi yake. Je, hii ni bahati tu? Je, hii ni, unajua, aina fulani ya muda wa bahati? La, sivyo kabisa. Mungu anafanya kazi kwa niaba ya mwanamke mmoja wa kawaida katika ufalme. Shangaa, Gehazi aliruhusiwa kuzungumza na mfalme. Na maanisha, mara ya mwisho tulipomwona alikuwa amefunikwa na ukoma. Kweli, hatujaambiwa. Sasa hapa katika aya ya 7 tunapewa tukio la pili linalomhusisha nabii Elisha. Anawasili hapa Damascus, mji mkuu wa Syria, wakati Ben-Hadad mfalme anaumwa. Mfalme anamtuma mtumishi wake Hazaeli kwa Elisha ili kujua kama atapona kutoka kwa ugonjwa wake, na jibu la Elisha hapa katika aya ya 10 ni la kuvutia sana. Anamwambia Hazaeli, nenda umwambie, hakika utapona. Lakini kisha anaongeza, Bwana amenionyesha kwamba hakika atakufa. Kweli, hii inamaanisha kwamba ugonjwa hautakuwa kile kitakachomuua, lakini bado atakufa. Sasa kufanya tukio hili kuwa la ajabu zaidi, Elisha anasimama tu hapa baada ya kumpa Hazaeli ujumbe huu, na anaanza kumtazama na kulia. Kwa nini? Kweli, anapoulizwa, Elisha anaeleza kwamba anajua uovu mkubwa ambao Hazaeli ataleta juu ya Israeli. Unaona, Mungu atamtumia Hazaeli kama chombo chake kuleta hukumu juu ya taifa la Elisha. Kisha Elisha anamwambia hapa katika mstari wa 13, Bwana amenionyesha kwamba utakuwa mfalme wa Shamu. Vema, hebu niambie, Hazaeli hangoji hata kidogo. Anarudi na kumkaba mfalme Ben-Hadadi hapo hapo kitandani mwake, kisha anachukua kiti cha enzi cha Shamu. Ingawa hili ni la kusikitisha, ni ukumbusho, wapendwa, kwamba Mungu hashangazwi. Mungu hata hutumia wanadamu waovu kuendesha mataifa ya dunia kwenye njia yake ya kimungu. Hivyo ndivyo tunavyomaanisha tunapozungumzia Mungu mwenye enzi, mwenye nguvu zote, daima anayedhibiti. Hakuna ajali katika ulimwengu. Hakuna ajali katika majumba ya wafalme kote katika mataifa ya dunia yetu. Mungu anatawala machafuko. Hiyo inaweza kuwa inakuzunguka leo. Naam, sasa tukio la tatu linatokea hapa katika 2 Wafalme 8, na
linatupeleka kwenye ufalme wa kusini wa Yuda. Sasa kumbuka, Elisha anahudumu katika mfalme wa kaskazini wa Israeli. Lakini hapa tutaona jinsi falme hizi mbili bado zimeunganishwa katika mpango wa Mungu, na ni rahisi kuchanganyikiwa hapa. Karibu unahitaji chati ili kuweka haya wazi. Na kwa njia, ikiwa wewe ni mwanachama wa kikosi, tulikutumia nakala ya maandishi haya ambayo inajumuisha chati na michoro ya ujumbe huu. Utakuwa na chati ya wafalme wa Israeli na Yuda. Sasa hapa katika mstari wa 16 tunaambiwa kwamba mfalme mcha Mungu Yehoramu wa Yuda alifuatwa na mwanawe Yehoramu. Yehoramu alikuwa mfalme katika mwaka wa 5 wa mfalme Yehoramu Israeli. Sasa hawa wanaume wawili wana jina sawa. Jehoramu ni toleo refu la Yehoramu. Kwa kweli mfalme wa Yuda ataitwa Yehoramu katika mistari michache baadaye. Kwa hivyo tunaye Yehoramu au Yehoramu mwana wa Ahabu katika ufalme wa kaskazini, na tunaye Yehoramu au Yehoramu mwana wa Yehoramu katika ufalme wa kusini. Sasa ni ufalme wa kusini wa Yuda ambao ni mada ya tukio hili la tatu. Unaweza kukumbuka kwamba baba yake Yehoramu aliungana kijinga na Ahabu miaka iliyopita. Kwa kweli Yehoramu alimuoa binti wa mfalme Ahabu. Ahazia na yeye ni kama mama yake Hezeli. Sasa kutokana na ushawishi wake, bila shaka tunaambiwa hapa katika mstari wa 18 kwamba Yehoramu alitembea katika njia za wafalme wa Israeli kama nyumba ya Ahabu alikuwa amefanya. Sasa tuna akaunti sambamba katika 2 Mambo ya Nyakati sura ya 21 ambayo inatupa habari za ziada kwamba Yehoramu aliwaua ndugu zake mwenyewe ili kuondoa mpinzani yeyote wa kiti chake cha enzi. Katika 2 Mambo ya Nyakati sura ya 21 na mstari wa 11 tunaambiwa kwamba Yehoramu pia alijenga mahali pa juu katika nchi ya milima ya Yuda, na akawaongoza wakazi wa Yerusalemu katika uzinzi na kuifanya Yuda ipotee njia. Sasa Elisha, ambaye huduma yake ilipishana na utawala mbaya wa Yehoramu, alichukizwa na kuchochewa sana kiasi kwamba aliandika barua kwa mfalme akimwonya kwamba Mungu angeleta tauni na angekufa kifo cha kutisha. Tumaini lake pekee lingekuwa kutubu. Kweli, anakataa kutubu bila kushangaza. Na ingawa watu katika ufalme wake wa kusini wanaponea kutoweka kabisa mikononi mwa mataifa ya adui, Yehoramu atakufa na ugonjwa huu mbaya. Kwa kweli tunaambiwa hapa katika 2 Mambo ya Nyakati 21 aya ya 19 kwamba alikufa kwa maumivu makali. Baada ya kifo chake cha maumivu, Ahazia mwanawe anachukua kiti cha enzi na kutawala kwa mwaka mmoja, na yeye ni mwovu kama baba yake alivyokuwa. Basi mfalme Ahazia pia anaungana na mfalme Yehoramu, mfalme wa kaskazini wa Israeli, na pamoja wanapigana dhidi ya mfalme Hazaeli na taifa la Shamu. Mfalme Yehoramu anajeruhiwa vitani, anarudi Yezreeli ili kupona, na mfalme Ahazia anasafiri kwenda huko kumtembelea. Sasa katika hatua hii, mazingira yameandaliwa kwa kazi ya ajabu ya hukumu ya kimungu dhidi ya falme hizi mbili, mfalme wa kaskazini wa Israeli na mfalme wa kusini wa Yuda. Na katika mpango mkuu wa Mungu atatumia tena mtu mwovu kutimiza kusudi lake la kimungu. Rudi katika 2 Wafalme 8. Sasa tunapewa zaidi ya matukio ya kihistoria tu. Hii itafunua Mungu ambaye anapanga matukio ya historia. Tena Mungu hajashtushwa hapa. Ana wasiwasi kuhusu kile kinachoweza kutokea. Na kama nilivyosema hapo awali, nitasema tena, hakujawahi kuwa na mkutano wa dharura wa utatu. Na katika somo letu linalofuata, wapendwa, tutaona kile Mungu anapanga sasa, kile anachokaribia kuleta kupita na falme hizi mbili. Na tutalazimika kusimama hapa kwa sasa hadi tutakapokutana tena. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.